Pale ambapo unakuta umelala usiku, lakini kwa namna ya ajabu unakuta usiku umelala ila unaona umeumwa au umeng'atwa na mbwa katika mabega yako, au na nyoka katika mabega yako, au na simba na dubu na kiumbe wa aina yoyote ile, ila unakuta huyo kiumbe ameng'ang'ana, ameshikilia bega lako, analishambulia kiasi kwamba atake kuliachia. Sasa ndoto ya namna hiyo inakuwa imebeba maana gani katika uhalisia wa maisha yako? Pale ambapo unaona umelala alafu unang'atwa na kiumbe wa aina yoyote, ameshikilia bega, ameling'ata kweli kweli, damu zinakutoka, ameshikilia, unajitahidi kumchomoa huyo kiumbe aachie, lakini unakuta makano yake ameshika kweli kweli bega lako, nao unashindwa kuelewa ili jambo limekaaje kiuhalisia, au Mungu ananipa maelekezo gani kiroho, au ni ujumbe gani ambao ninapewa katika usingizi? Na unakuta unaamka hauna amani kabisa, umepoteza amani, unajiuliza kwa nini niote ndoto nang'atwa katika mabega, au kwa nini niote ndoto nashambuliwa katika mabega. Sasa ukiota ndoto ukiona unashambuliwa au unajeruhiwa kwenye mabega yako, maana yake ni nini? Ndoto ya namna hiyo tunasema kwamba ni ishara ya kushushwa kiroho au kimwili. Kiroho, pale ambapo unaona umeshambuliwa kwenye mabega yako, hiyo ni ishara ya kushushwa kiroho, au tunasema kuporomoshwa kiroho. Sasa ishara ya namna hiyo unapokuwa unaota umeng'atwa haina maana nzuri, unahitaji usimame sana kiroho, manake adui anakuporomosha nguvu zako za rohoni, anazitoesha ndani yako. Kwa mujibu wa kile kitabu cha Isaya 9 na mstari wake wa 6, maandiko matakatifu yanasema, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Hasa hapa pointi yetu ipo kwenye tunasema na uweza wa kifalme utakuwa mabegani mwake. Sasa tunapoongelea habari ya uwezo wa kifalme, tunaongelea habari ya mamlaka ya kiroho au mamlaka ya kiutawala. Sasa ukiota ndoto ukiona unashambuliwa na kiumbe wa aina yoyote kwenye ndoto, kwenye mabega yako, manake kuna ufalme wako unafishwa au unaondolewa, au tunasema jua kabisa unatolewa ndani yako. Ishara ya namna hiyo, pale ambapo unaota ndoto hiyo, usifurahie. Unapoota ndoto hiyo usione ni ndoto ya kawaida, manake kuna vitu vingi vya kiroho vinavyokuhusu wewe vinaondolewa ndani yako. Vitu vingi vya kiroho vinavyokuhusu wewe vinachukuliwa ndani yako, na unahitaji usimame sana kwenye maombi. Wapo watu waliodharau ndoto ya namna hiyo wakajikuta ni watu wa kawaida, wamepoteza maombi, wamepoteza mafungo, wamepoteza mikesha, wamepoteza kusoma neno, wamepoteza baraka za kimaisha, za kibiashara, wakajikuta tu ni watu wa kawaida, hawana mafanikio yoyote, kwa sababu ndoto ya namna hii inahusu mashambulizi ya kiroho kama wewe ni mtumishi, lakini pia inahusu mashambulizi ya kimwili kama wewe ni mtu wa kawaida, ni mtu unapambana na maisha yako, unaendelea na maisha yako. Hasa unapokuwa unaota ndoto ya namna hiyo, manake unajulishwa kwamba hata mambo yako ya kimaisha yataanza kwenda mlama, biashara zako zitaanza kwenda mlama, kwa sababu ndoto ya namna hiyo ulipoletewa haukuizingatia wala hukuitilia maanani. Ukiota ndoto ya namna hiyo, ukiona unashambuliwa kwenye bega yako, sasa ndoto ya namna hiyo unapokuwa unaota ndoto unashambuliwa kwenye bega, imebeba maana gani nyingine? Sasa pia ndoto ya namna hii inaonyesha kuwa ukiota ndoto ukiona umeshambuliwa kwenye bega, ni ishara ya kuwekewa mizigo kwenye mabega yako. Manake kuna mizigo ambayo inakuwa imepandikizwa au inaachiliwa ndani yako. Mizigo inaweza kawa ni mizigo ya roho za umaskini, inaweza kawa ni mizigo ya roho za magonjwa, inaweza ikawa ni mizigo ya roho za madeni, inaweza ikawa ni mizigo ya roho za kichawi. Kwa sababu ndoto ya namna hiyo unapokuwa unaona umelala, alafu kwa namna ya ajabu unaota unashambuliwa kwenye bega lako mpaka damu zinakutoka. Hasa kwa mujibu wa kile kitabu cha Isaya, pale ukisoma Isaya 10 na mstari wake wa 27, maandiko yanasema, tena itakuwa katika siku hiyo, mzigo wake utaondoka begani mwako, na ni
nira yake shingoni mwako, nayo nira itaharibiwa kwa sababu ya kutiwa mafuta. Sasa pointi yetu ipo hapa tena, itakuwa katika siku hiyo mzigo wake utaondoka begani mwako. Sasa unapokuwa unaota ndoto unaona unashambuliwa kwenye mabega, manake kuna mizigo inayoachiliwa ndani yako. Kuna mashambulizi ya kiroho ambayo yanapandikizwa ndani yako, na Mungu anasema na wewe inatakiwa usimame sana kwenye maombi ili uweze kushughulika na hizo roho, kwa sababu pale ambapo utakuwa unadhidharau hizo roho, unaona ni za kawaida, unaona ni hali tu ya kawaida, hii ni ndoto tu, lakini kumbe ulimwengu wa roho kuna uovu unaingizwa ndani yako, kuna mizigo inaingizwa ndani yako. Hapo nimesema inaweza kawa ni magonjwa yakawa yanapandikizwa pale, roho za madeni, roho za kukataliwa, roho za chuma ulete, roho za kurudi nyuma. Unakuta unaanza kujiona unaporomoka tu kimaendeleo, unaporomoka tu kiroho bila kuelewa shida ni nini. Kumbe shida iko pale ambapo uliota ndoto, uliona tunasema unashambuliwa kwenye mabega yako. Kwa hiyo ni ishara kubwa sana, pia ni muhimu sana pale ambapo unaota ndoto ya namna hiyo ukaishughulikia katika maombi. Lakini pia ndoto ya namna hiyo unapokuwa unaota unashambuliwa au unavamiwa au unang'atwa na kiumbe wa aina yoyote kwenye mabega, jua kabisa tunasema pia ni ishara ya kufungua milango ya miungu mingine au miungu ya kigeni, unaipa nafasi ndani yako. Kwa sababu unapoota ndoto unashambuliwa kwenye mabega, manake kuna lango la miungu mingine unalipa nafasi, na hiyo lango la miungu mingine inaweza kawa ni mizimu umeipa nafasi, yanaweza kawa ni mapepo umeyapa nafasi, yanaweza kawa ni majini umeyapa nafasi katika uhalisia wa maisha yako. Kwa hiyo jambo la muhimu sana pale ambapo unakuwa unaota ndoto ya namna hiyo, ni muhimu sana ukasimama katika maombi, ukadili katika maombi kuhukumu miungu ya kigeni iliyoingia. Ndipo utaanza kujiona unaota ndoto upo kijijini kwenu na wajomba na mashangazi, unaota ndoto upo na wale watu wa zamani, unaota ndoto umevalishwa mavazi mekundu, mavazi ya kijivu. Hauelewi kwamba kwa nini niote ndoto nipo katika hali hii. Au unakuta unaota ndoto ya namna hiyo, unaota umevaa tunasema mavazi ya dini nyingine, au unaota umeingia sehemu unaabudu, lakini unaona mbona hapa sio sehemu ambapo naabudugi Mungu wangu, sio sehemu ya kanisa hapa, ni sehemu naona nipo sehemu nyingine na sujudu, niko sehemu nyingine ninaabudu kulingana na tamaduni zao, naabudu kwenye miti. Hauelewi. Sasa kumbe ulimwengu wa roho ni kwamba Mungu anakupa taarifa kwamba ulipoota ndoto umeng'atwa na nyoka kwenye mabega, au umeng'atwa na mbwa kwenye mabega, au umeng'atwa na paka kwenye mabega, au na punda kwenye mabega, na kiumbe wa aina yoyote, manake Mungu alikuwa anakupa taarifa kwamba kuna roho ya miungu mingine umeifungulia ili ikutawale na ikuongoze kwenye njia zako. Kwa mujibu wa kile kitabu cha Isaya 46, kitabu cha Isaya 46 mstari wake wa 6 na wa 7, maandiko yanasema, watu wamwagao dhahabu kutoka mfukoni na kupima fedha katika mizani, huajiri mfua dhahabu akaifanya mungu, huanguka namu huabudu. Mstari wa 7, humchukua begani, humchukua wakamsimamisha mahali pake, akasimama hataondoka katika mahali pake. Naam, mmoja atamwita lakini hawezi kujibu wala kumwokoa na taabu zake. Sasa pointi yetu iko hapa kwenye mstari wa 7, maandiko yanasema humchukua begani, humchukua begani wakamsimamisha mahali pake. Sasa ishara ya namna hiyo kwenye ndoto, unapokuwa unaota ndoto unaona unang'atwa na kiumbe wa aina yoyote, tafsiri yake ni kwamba pia kuna roho ya miungu unaipa nafasi iingie ndani yako, ifanye kazi ndani yako, ilete mavamizi na mashambulizi katika uhalisia wa maisha yako pale ambapo unakuwa unaota ndoto ya namna hiyo. Maana yake ni kwamba Mungu anajaribu kusema na wewe wazi kwamba kuna roho ya miungu mingine unaipa nafasi au unaikaribisha, au roho za kale unazipa nafasi,
unazikaribisha ndani yako. Ndio hapo tunasema inaweza ikawa sio miungu mingine, lakini zikawa ni zile tabia za kale, matendo ya kale, roho za kale, unakuta unakuwa unazikaribisha katika mfumo wa namna hiyo. Lakini pia ishara hiyo pale ambapo tunasema unaota ndoto, unaona unang'atwa na kiumbe wa aina yoyote kwenye ndoto yako, pia ni ishara ya kuondolewa utambulisho wako wa Mungu wa kweli ambaye unamtumikia. Manake unatolewa kwenye ule utambulisho wa Mungu wa Israeli, unatolewa kwenye ule utambulisho wa Mungu wa Isaka, Ibrahim na Yakobo. Manake ulimwengu wa roho unatolewa kwenye ule utambulisho, unakuwa mtu wa kawaida. Utaanza kuona ni mtu ambaye unadharauliwa, ni mtu ambaye unaonekana ni mtu wa kawaida kabisa. Kwa mujibu wa kile kitabu cha unasema Torati, Kumbukumbu la Torati 33 na mstari wake wa 12, maandiko matakatifu yanasema, akamnena Benjamin mpenzi wa Bwana atakaa salama kwake, yuamfunika mchana kutwa, naye ukaa kati ya mabega yake. Nitarudia, akamnena Benjamini mpenzi wa Bwana atakaa salama kwake, yuamfunika mchana kutwa, naye ukaa katika mabega yake. Sasa ishara ya namna hiyo pale ambapo unaota ndoto, unaona umeng'atwa kwenye mabega, hiyo pia ni ishara ya kwamba kuna miungu ya kigeni inapata nafasi kwako, kuna miungu ya roho za kale inapata nafasi kwako, lakini pia ule utambulisho wa Mungu wa Israeli unaondoka. Ndio maana hapa Mungu ananena wazi kwa Benjamin kwamba mpenzi wa Bwana, manake ule upenzi au ule ushirika baina yako wewe na Mungu unaondoka, na ule usalama baina yako wewe na Mungu unaondoka, na ile kinga ya Mungu hapa anasema yuamfunika mchana kutwa, manake anamzingira, anamlinda, anamletea kinga, anamletea usalama, manake na ule usalama pia unaondoka. Lakini pia anasema naye ukaa kati ya mabega yake, manake hiyo ni ishara kwamba utukufu unakuwa umeondoka. Ndio maana ukaona unashambuliwa kwenye mabega yako. Sasa ishara ya namna hiyo unapokuwa unaiona, usichukulie tu ni ndoto ya kawaida, usichukulie tu hii ni ndoto tu nimeota, hii ni ndoto. Ulimwengu wa roho, kumbe Mungu anakufunulia ujumbe mkubwa sana kwamba simama kwenye maombi, kuna vitu ambavyo haviko sawa. Lakini pia tunasema ishara ya namna hiyo pale ambapo unaona umeng'atwa au umeshambuliwa kwenye mabega yako, tunasema pia ni ishara ya kukataa maagizo ya Mungu ulioagizwa. Tunasema ni ishara ya kukataa maagizo ya Mungu ulioagizwa, na unapoteza ulinzi wa Mungu katika maisha yako kwa ishara hiyo ambayo unakuwa umeiota kwenye usingizi wako. Kwa mujibu wa kile kitabu cha Zekaria 7 na mstari wake wa 11 na 12, maandiko yanasema, lakini hao walikataa kusikiliza, wakageuza bega lao, wakaziba masikio yao ili wasisikie. Naam, walifanya mioyo yao kuwa kama jiwe gumu, wasije wakaisikia sheria na maneno ya Bwana wa majeshi aliyoyapeleka kwa roho yake kwa mkono wa manabii wa kwanza. Kwa sababu hiyo ghadhabu kuu ikatoka Bwana wa majeshi. Sasa hapa tunaona kwamba ishara ya namna hiyo ni ishara ya kupinga maagizo ya Mungu pale ambapo unaota ndoto umeshambuliwa kwenye mabega yako. Manake Mungu anakuonyesha wazi kwamba kuna agizo alikupa au kuna maelekezo alikuwa amekupa, lakini wewe ukashupaza shingo, ukakataa maagizo ya Bwana au ukakataa maelekezo ya Bwana. Sasa ndoto za namna hiyo unapoziota, my friend, ni muhimu sana ukasimama kwenye maombi ya toba, ni muhimu sana ukasimama kwenye maombi ya rehema, ili Mungu aweze kuleta nafasi ya ushindi na wokovu katika maisha yako. Mungu akubariki, Mungu akutunze. Niliyekuwa nazungumza nawe kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hichi cha tafasiri za ndoto ni mimi kuhani Samuel Yosia. Mungu akutunze, ninakutakia wakati mwema. Lakini ukihitaji msaada
wa kiroho katika channel yetu hii. Namba zetu za WhatsApp ziko hapo, naweza kutufuata WhatsApp kwa ajili ya msaada zaidi wa kiroho. Ninakutakia wakati mwema. Shalom, shalom, Maranatha. Asante sana.